tumeona mapinduzi makubwa sana ya teknolojia katika miaka hivi karibuni. So tunategemea pia kutakuwa na vitu vingi ambavyo vitabadilika sana as miaka inavyozidi kwenda, kwa sababu ukiangalia kwa issue kama AI ni teknolojia ambayo bado ni mpya, ni bado ambao wanafanya trial. So tutegemee mara baada ya miaka 5-4 watakuwa wameshajipata sasa, wanaweza kufanya vitu vikubwa zaidi. So imagine sasa hivi ni kama ipo kwenye trial na imeshafikia kiwango hicho. Je, kwa kipindi ambacho itakuwa ipo ready itakuwaje? So so kwenye ulimwengu wa cameras and pictures in photography na content creation, tunaona pia teknolojia inazidi kuwa advance sana na kuwa kubwa. So baada ya tuseme 2027 2028 kutakuwa kuna mabadiliko makubwa sana. Kwa mfano latest kumekuwa kuna series nyingi za kamera zilizotoka. So tukiongelea kwenye kamera kwanza, inboard yenyewe upgrade zilizofanyika, mabadiliko yaliyotokea kwenye kamera zenyewe. So kuna mabadiliko mengi sana. Kwa mfano kuna matumizi ya AI ndani ya kamera, ndani ya zile bodi za kamera. So AI pia imekuwa ni moja kati ya feature muhimu sana kwenye kamera. Kwa mfano sasa hivi kulikuwa kuna zile kamera nyingi tumetumia zina zile ND filters, wakati kamera nyingi za kisasa sasa hivi kama vile kuna Nikon series mpya imetoka na yenyewe ina tunasema ND filter ambayo ni ya AI. So ni just visual ND filter ambayo sio kama hizo zote tunazibadilisha. Kuna zile ambazo ziko in body ND filter, kama vile moja kati ya kamera ambazo tumeaga miaka ya nyuma ni Canon C100, Canon C100 Mark II. So zile zina ND filter ambazo unazizungusha kwa pale, ama Sony nyingi, Sony kubwa, Sony kamera kubwa yale Sony yale yana pia yana ND filter. So ilikuwa ni moja kati ya feature muhimu sana kuwa in body imetengenezwa ND filter, lakini sasa hivi imekuja kuwa ND filter kama ka filter tu ambacho kapo kwenye AI ndani ya body ya kamera. So unaweza kaweka tu kwa kugusa, kwa kuswipe. Ni feature ambayo ni mpya ambayo imekuja kutokana na AI. Then so AI nadhani kitu ambacho kimezidi kuwa kama feature muhimu kwenye hizo kamera. Then nyingine ni mainstream global shooters. So global shooters ni wamebadilisha system ya kusema capture event. So zamani tulikuwa tunatumia kuna ya zamani ambayo ilikuwa inaitwa rolling shooter. So rolling shooters imeondoka sasa hivi, imekuja kutokana ilikuwa na distortion, kwa sababu tunavyoongelea rolling shooter ilikuwa ni ukicapture kitu especially kwenye video, ile shutter ilikuwa inazunguka, ilikuwa ni rolling. So sasa hivi imekuwa ni global shooter. Ni kama vile imebadilika, imekuwa kile inapozunguka na uwezo kucapture. So ile imeongeza pia kitu inaitwa high speed sync. So kwa mfano mtu unapiga picha au unafanya nini, ulikuwa unaweza kupata picha bila kupata ile mistari meusi inayotokea kwenye kamera zetu tukitumia. So hii ni feature ambayo imezidi kuwa upgraded. So ile shutter aina ya kushoot either ni video ama ni pictures, ile shutter imebadilika, sasa hivi ni global shutter sasa hivi ndio inaitwa. So sasa hivi imekuwa global shutter, muondoa ile ya zamani ambayo ilikuwa ni rolling shutter ambayo ilikuwa tunatumia, lakini still kuna watu wale wanatumia zile za zamani kabisa. Tuna safari ndefu ya kwenda. So tunazidi kuona feature kama hizi zinazidi kuongezeka. Hizi zinasaidia uweze kuondoa distortion katika pictures. So rolling shutter imeondoka, sasa hivi imekuja global shutters. Issue ambao watu wengi tushazoea, kwa mfano kwenye kamera kama za Sony ama Canon, ile ya kufanya face detection inakuwa AI. Kama vile ni unapiga picha ndege inamtambua kabisa huyu ni ndege, unapiga picha gari inakwambia hili ni gari. So hiyo pia ni AI ipo ndani ya kamera, na yani kwa namna moja ama nyingine kamera haitumii internet, lakini ina uwezo kurecognize hivyo vitu. So ni hatua kubwa sana imefikiwa na hii teknolojia. Kwa hiyo tumezidi kuona mabadiliko makubwa ndani ya bodi la kamera. Pia kwenye upande wa lens kuna vitu vingi pia vimebadilika. Pia kwenye kamera kuna feature moja ile ya open gate. So sasa hivi kamera nyingi za kisasa zimekuwa na feature ya open gate. So open gate imezidi kuwa ni feature ya kawaida. Open gate ni uwezo wa kushuti kwenye tunasema sensor yote. Unaweza kutumia sensor yote bila kuwa na crop factor isiwepo. So open gate imekuwa ni feature ambayo sasa hivi inapatikana kirahisi sana kwenye kamera nyingi sana. So hiyo ni maendeleo makubwa ya teknolojia na kuzidi kuimprove kwenye issue za picture. So open gate pia imekuja kuwa ni feature kubwa kwenye mirrorless cameras.
Okay, so kwenye lens kuna watu wa hybrid shooters, watu wanaopiga picha na kushoot video. So lenses zimetoka ambazo zina smooth movement. So una uwezo wa kushoot na una uwezo wa kuzoom smooth, sio kama malenzi ya sasa hivi yalivyo. Ni malenzi ya zamani yaliyokuwa kwamba unaweza kushoot lakini picha inatokea na shake. So lenses zimekuwa na inaitwa power zoom, zimewekewa mota ziweze kuzoom in na kuzoom out. So hiyo pia ni advantage kubwa ya teknolojia. Kwa hiyo imezidi kutoa advantage kwa watu wanaotumia lenses za kisasa. Kwa hiyo power zoom ni zooming ambayo inatumia umeme. So lens ina zoom taratibu na kurudi ndani. So hii imezidi kuleta advantage kwa watu ambao ni hybrid shooters, watu ambao wanapiga picha na kurekodi at the same time. Kwamba unaweza kuwa una record lakini unapiga picha, una zoom mbele na unarudi nyuma, so still unapata video nzuri pamoja na picha nzuri. Pia focus imekuwa improved, imepata kwa AI kwenye mambo ya focus, so still una chance kubwa ya kupata video na picha nzuri. Then zingine ni kuna feature inaitwa VCM ambayo ni voice coil motors. Okay, so VCM ni feature ambayo kwenye lens, kama vile tukiongelea new lenses za Canon. Tabia sana kwenye Canon, maana imekuwa ndo kamera ninazotumia sana. So new lenses za Canon RF lens. So kuna VCM, hii inaitwa ni voice coil motors. So hizi voice coil motors ni mota ambazo hazipigi kelele. Kwa hiyo inaweza kufanya focus ikafanya nini taratibu in silent mode. So unaweza kupiga picha ukarekodi in silent mode. So hii feature ya silent mode inaweza kukusaidia vitu vingi sana. So tumekuwa tukiona, kwa mfano kuna live moja niliona mtu anaimba live, then dereva wa drone akapita na drone yake pale. Yule jamaa alichofanya akaigonga ile drone sio na mic, sio alipiga na nini, lakini akaangusha ile drone. So watu wakashangaa. Mimi nilielewa ni kwa nini amefanya vile, kwa sababu zile kelele za drone unaweza kuwa unarusha kwenye live record zinaingia kwenye mic. So zikishaingia kwenye mic tayari umeshaharibu live ya mtu. So mtu anaperform live, anafanya live record, then watu wa drone mnajisahau sana. Jamani, please, mnaingiza zile noise za drone ndani ya microphone. So hiyo pia ni feature mbaya. So kwa kuona kitu kama hivyo, so kamera mpya zikaja na silent mode. So una uwezo wa kuzoom, una uwezo wa kushoot vizuri bila kuwa na makelele ya ile lens inavyozoom, sio inapiga mamota anapiga kelele. Tumeona kwa mfano 50 lenses za zamani, watu wengi wamezitumia 50 lenses. So 50 lenses unaweza ukazoom mpaka ukasikia zile mota zinapiga kelele. So new series za Canon kwa mfano 85mm ina hiyo VCM ambayo ina zoom very silent, hauna haja ya makelele, yani mota ziko very silent, zinaitwa voice coil motors. So tumeiona sana hiyo. Okay, so another thing kwenye upande wa lens ni udogo. So lenses zimezidi kuwa ndogo. So sijui kwa future zitakuwaje lens. Yaani naona kama kwa future lenses zitazidi kuwa ndogo sana, ama ndo tutajikuta tuna kamera kubwa lens ndogo. Sielewi, lakini lens nyingi zimezidi kuwa zimepunguzwa, zimezidi kuwa vidogo. So hiyo pia imesaidia kwa watu wanaofanya traveling, watu wanaofanya nini. Tumeona kuna feature kama hizo, lenses zimepungua, vitu vimekuwa vidogo, hata bodi za kamera zimekuwa ndogo sana. So kwa sasa hivi kwa wale watu walikuwa wanategemea kwamba kwa mfano kwenye wedding ilikuwa kwamba ukirusha ile maphantom ile drone makubwa ndio unaonekana unafanya kazi vizuri, lakini ukija na hivi drone vya kisasa vingine DJI vingine mini hivi unaonekana ufanye kazi, which quality ya hizi DJI Mavic ni kubwa sana kuliko zile phantom za zamani. So watu waliokuwa wameclaim mpaka wewe na kamera na body kubwa ndio unaonekana unafanya kazi. Kamera za siku hizi ni very small, ni ndogo na zinapiga kazi kubwa sana. So pia kwenye upande wa lens na body vitu vimezidi kuwa vidogo, vimezidi kuwa na size ndogo, which hiyo ni feature nyingine mpya ambayo hatujui kwa mbele sasa itazidi kuwaje. Mambo yatazidi kubadilika zaidi, yatazidi kuwa madogo ama ndio itarudi kwenye fashion ya zamani zizidi kuwa kubwa. So kwa miaka ya mbele nategemea kutakuja kuwa na tunaita one man crew. Ni kwamba unaweza ukawa huko mwenyewe lakini ukafanya kazi zote. Unaweza communicate na drone kwa kutumia AI wakati unapiga picha. So unaweza ukawa huko unapiga picha na huko unarusha drone. Sisi tukashangaa mambo yaje kutokea baadaye. Issues za one man crew, unakuwa una operate kamera 2-3 huko mwenyewe. So unatumia AI voice command. Tumeona vitu kama hivyo vinazidi kuwepo. So labda mwaka 2030 after 5 years unaweza kuona vitu kama hivyo vinazidi kutokea, kwa sababu pia tushaviona vipo voice command zipo kwenye kamera, zipo kwenye drone, kwa sababu drone pia zina ile tracking, active tracking, zina track kitu, unaweza kuzipa route zikafuata. Kwa hiyo unaweza kufanya vitu kama hivyo. Okay, so another thing nimeona ambacho kimetoka kwenye new camera
Nikon, sikumbuki ni Nikon gani, ni unapiga picha lakini imeshakupa copyright kwamba hii picha ni ya kwako, kwa sababu sasa hivi ulimwengu tulioko AI zimekuwa nyingi sana. Kwa hiyo naamini hii feature itakuja pia kutumika kwenye kamera zingine, feature kama ya Nikon iliyotoka, sijui ni Nikon gani, na ni ZR. So ZR wametoa feature ambayo I'm not sure kama ni ZR, lakini I think ni ZR kwa sababu ndo latest kamera iliyotoka. So imekuja na feature ambayo inaitwa C2PA. So C2PA ni kwamba inakupa zile tunaita digital signature. Inakupa zile digital signature ambazo ni kama sign yako kwamba hii picha kweli ilipigwa na mtu, sio AI generated. So hiyo picha imekuwa ni nzuri sana, kwa sababu picha zetu tunaweza tukapiga, lakini watu siku hizi kutokana na ulimwengu wakwambia bana hii picha ni AI, lakini kutokana na hiyo amekwambia digital signature ambayo unaweza ukaipata kwenye Nikon, inaweza kukusaidia sana. Inaweza kukusaidia kwa sababu ukapiga picha na ikaonekana hii picha imepigwa na mtu real, sio AI generated. So hiyo ni feature ambayo ni nzuri sana, na hizi kamera zingine nazo hizi zinazozidi kutengenezwa watakopi, watachukua hiyo feature. Nadhani hiyo feature itasaidia sana content creator kuonekana kama wamefanya kazi na sio kazi ya AI, kwa sababu sasa hivi kushindana na AI kidogo imekuwa ni kipengele kigumu sana. So another thing ni kukua kwa resolution. Unaamini kwamba resolution zitakuwa kubwa sana, 8K itakuja kuwa ni kitu cha kawaida. Sasa hivi tunaona 4K ni kitu cha kawaida. Naamini after 5 years tutakuja kuwa na 8K ambayo ni kubwa sana. Then maybe tunasema 3D pictures, unapiga picha lakini uwezo kuizoom 3D upande wa pili, upande wa tatu. Tumeona hapa kuna 3D printing sasa hivi zimekuepo. Unapiga mtu picha then anatokea kama mdoli kwenye 3D model, kwa hiyo ina print kama mdoli. So naamini hata kwenye pictures, kwenye cameras zitakuwa na feature kama hiyo. Unaweza ukapiga picha ikatokea kama 3D, kwamba unaweza ukaizungusha, ukaizoom nyuma, ukazungusha mbele. So I think teknolojia itafikia kiwango hicho. So this is just my prediction. Lakini kutokana na teknolojia inavyozidi kwenda, naona vitu vitakuja kuwa vikubwa sana. So movie kama Brutalist ya mwaka 2024 ni moja kati ya movie ambazo zilitumia AI kwenye upande wa audio, ambapo walijaribu kubadilisha Flower Again. So hizi ni movie ambazo Flower Again ni 2025. So hii ni movie ambayo ilitumia AI kufanya kwenye video ile. So walitengeneza baadhi ya images, kuna baadhi ya pictures zimetengenezwa kule, zimetengenezwa na AI. So na ni movie ambazo zimechukua award. So nadhani unaweza ukaona kwamba AI inazidi kufika mbali sana. Na tuongelee tu AI, lakini kwenye teknolojia kwa kipindi hichi lazima tuiongelee AI, maana ndio kitu ambacho kimekuwa kinatusaidia kuweza kufika mbele sana. So tunatarajia kutakuwa kuna mapinduzi makubwa sana ya AI pamoja na teknolojia yake kwa ujumla kwenye equipment zetu hizi za kutumia hizi cameras ama videography tools, including lens tushaziona, ND filter tushaziona. So kuna vitu kibao vitazidi kubadilika na kuinvest. So kwa kumalizia tu, AI sio kitu cha kubeza, lakini pia usikubali kupitwa sana. Let's stick kwenye new cameras, kwenye feature mpya, tuweze kuona vitu vingi vizuri, experience new feature, kwa sababu you never know kesho itakuwaje. Unakuwa na tools ambazo zinashindwa kukupa result unayotaka kutokana na unapichana na teknolojia, kwa sababu sasa hivi mambo yamekuwa marahisi sana. Kwa mfano sasa hivi huwezi kukosa focus tena. Kamera nyingi zina AI ambazo zinakusaidia kupata focus iko very clear. So kukosa focus imekuwa ni makamera ya kizamani tena, ndio ukisaza miss focus, hizo ni kamera za kizamani kabisa. So sasa hivi kupata focus picha inakuwa clear ni very simple, kwa sababu kamera nyingi ziko featured na AI, unaweza kupata picha yako ikiwa very clear. So kuna feature nyingi nzuri ambazo zimewekwa kwa ajili ya kukusaidia wewe kuweza kufanya kazi yako kwa efficiency kubwa sana. Anyway, so mimi ni hayo tu, mpaka next time. Kama hujasubscribe, please subscribe hapo chini, ama kama una comment cha kuongezea ni kwa namna gani unaona teknolojia inatupeleka. So kwa upande wetu wa industry, wewe una mawazo gani? Unahisi nini kitakuwa kipi ambacho kitatokea miaka michache ijayo? So kama una chochote cha kushare hapo, una kitu nimekisahau, kama una cha kuongezea, dondosha kwenye comment hapo. Mpaka next time. Break.